wamiliki na mameneja ambao ni wasimamizi hawafuatilii. Kumekuwa na watoto wanaenda kwenye maeneo ya migodi na wanafanya kazi au wanafanyishwa kazi. Mtoto hata kama yeye mwenyewe ameamua kufanya kwa hiari yake, lakini tukimkuta kwenye eneo lako, wewe ndio unamfanyisha kazi, kwa sababu yeye umri wake wa kufanya kazi haujafika. Yuko chini ya miaka 18. Huyu anatakiwa awepo shuleni, anajisomea, anajiandalia maisha yake ya baadaye. Lakini sisi tunamtumia kufanya kazi zetu, kujipatia kipato. Hilo ni kosa. Ni kosa kwa namna yoyote ile. Ndio maana wenzetu wanatuelimisha haki rasilimali, lakini sisi pia kwenye Tume ya Madini ni kanuni kabisa inazuia, haitakiwi kufanya hivyo. Kwa hiyo kwa mashirikiano haya, ndio maana narudia kusema kwamba mafunzo haya yana umuhimu mkubwa sana, kwa sababu tunakumbushana. Hawa wanazidi kuisaidia serikali kuhakikisha watu wake au wadau nyinyi mnakumbuka kile mnachopaswa kufanya. Kwa hiyo tujitahidi, mameneja simamieni kuhakikisha kwamba watoto hawawepo katika maeneo ya migodi. Unakuta mama anatafuta riziki, akikataa anatafuta riziki, lakini amebeba mtoto mchanga nyuma, yupo kwenye makarasha. Kasha linapiga kelele kabisa, kelele, lakini mtoto kabebwa yuko hapa nyuma. Sawa, unatafuta kipato, lakini umemfikiria huyu mtoto uliombeba hapa mchanga, umembeba hapa nyuma na ile kelele zinazopigwa pale kwenye kasha. Kesho na kesho kutwa mtoto anakuwa kiziwi, unasema mwanangu imekuwaje imekuwa kiziwi? Umesahau wewe ulikuwa unampeleka katika mazingira si rafiki kwake. Kwa hiyo sio tu maeneo ya uchimbaji kwa maana ya kushuka mgodini, lakini katika mnyororo mzima ule wa thamani.